huku Esperance de Tunis wakipata kichapo cha goli moja. Mashabiki wao kaona sio mbaya kama wakianzisha mechi nyingine za kugawa kichapo. Mashabiki hao moja kwa moja walianzisha vurugu huku wakitoka katika eneo lao na kuvuka upande wa pili walipo mashabiki wa Mamelodi Sundowns na kuanzisha vurugu moja kwa moja. Moja kati ya tukio ambalo liweza kuvutia sana ni juu ya moja kati ya mashabiki wa klabu ya Esperance de Tunis ambaye wakati anavuka kwenda upande wa pili, upande wa klabu ya Mamelodi Sundowns, mashabiki walipo wa Mamelodi Sundowns aliweza kukwama, na tukio hilo kidogo lilikuwa linarekodiwa, na tukio hilo linaonyesha jinsi gani kuna wakati hata kama kuna vita lazima tuweke pembeni utofauti kisha twende kwa ile kibinadamu tuweze kusaidizana. Basi shabiki huyo japokuwa yeye ndio miongoni mwa watu walikuwa wameanzisha kelele na fujo na alikuwa anakwenda kuwapiga mashabiki wa Mamelodi Sundowns, aliweza kukwama, na endapo kama angeachwa pale muda fulani basi angeweza kuchoka na kuweza kudondoka chini, na angedondoka chini basi angeweza kuvunjika kwa sababu kulikuwa kuna umbali mrefu sana. Basi moja kati ya mashabiki wa Mamelodi Sundowns aliweza kutoka pale na kwenda kumuokoa na kumsaidia kuweza kumtoa katika eneo ambapo alikuwa amekwama, bila kujali kama huyu jamaa anavuka huku kuja kutupiga. Ilikuwa ni moja kati ya vita kali sana katika upande wa kupambana, hasa hii vurugu, ambapo moja kwa moja kama unavyojua mashabiki wa kaskazini huko huwa ni wakorofi sana. Kumbuka huu ni mchezo ambao utarudiwa dhidi ya Mamelodi Sundowns ambao wao pia watawafuata Esperance de Tunis. Je, huko itakuwaje? Lakini kumbuka kuwa Esperance de Tunis wao ndio wa kwanza kabisa kuanzisha fujo, kwa sababu hawakuweza kuridhika na matokeo hayo mara tu baada ya Mamelodi Sundowns kuweza kushinda goli moja. Hawakukubaliana na hilo japokuwa maamuzi ya refa tayari na mchezo ulikuwa tayari umeshakwisha kukamilika. Mwisho wa siku wakaona tu ni bora waweze kuwapiga mashabiki wa Mamelodi Sundowns. Hicho ndicho walichokifanya. Lakini moja kati ya matukio ambayo aliweza kuonekana ndio hayo hapo kama unavyoona, moja kati ya matukio ambayo bado yanaonyesha kwamba kuna vita vikali sana katika soka letu la barani Afrika. Basi naomba dondosha maoni yako hapo chini uweze kunijuza. Jina langu ni Gibson Paul na hii ni Gibson Paul TV. Asante kuweza kuwa na mimi.